Haleluya. Asubuhi nyingine njema ya neema. Ninaamini Bwana amekuwa mwaminifu sana kwako. Ninaamini Bwana amekupa usingizi mzuri. Ninaamini Bwana amekupa neema ya kuamka tena. Twende mara moja sote kwa kushare na kukaribisha wale ambao tunafaa kuwakaribisha. Naamini Bwana amekuwa wa maajabu kwa maisha yako, amekutendea wema. Naamini Kristo amekutendea mazuri. Libarikiwe jina la Bwana. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Asubuhi njema. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kwa wale ambao Bwana amepea neema ya kuamka tena asubuhi ya leo. Haleluya, haleluya. Karibu, karibu, karibu. Unaweza kushare video. Unaweza kukaribisha ndugu. Unaweza kukaribisha yeyote yule ambaye unafaa kukaribisha. Unaweza kutuma ujumbe kwa yeyote yule ambaye unafaa kutumia ujumbe. Na naamini watu wa media wana check sound kuhakikisha iko salama. Ama nisikuwe na ngojea wanichekie, na mimi nijichekie mwenyewe hapa. Wasikuje kuniangusha online. Unaona mtu anakuangusha online. Nasikia pale kwa sawa. Wasikuje kuniangusha online ama ni aje. Wow, karibu sana, karibu sana, karibu sana Iris, karibu sana Salome, karibu sana Molly, karibu sana Abigail, karibu sana Florence, karibu sana my able leader Rosemary Kagendo, karibu sana Naomi, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Molly anasema sound iko sawa. Hata mimi kabisa nimeconfirm iko sawa. God bless you kabisa. Helen Atogo, karibu sana. Mungu akubariki. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Haleluya. 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 Karibu sana. Evangelist Elijah Donis, karibu sana. Luke Mutie, karibu sana. Haleluya, haleluya. Karibu sana watoto wa Mungu. Nafurahi sana kuwa na nyinyi asubuhi ya leo. Tena imekuwa baraka sana kuwa pamoja na nyinyi. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Haleluya, haleluya, sifa kwa Mungu. Basi tunapoendelea kuamka, endelea kuamsha unayemwamsha. Damaris anasema sound iko sawa. Mzee wangu Richard, karibu sana. Haleluya, haleluya. Beatrice Arasa, nimekuulizia nikakutafuta mpaka karibu nikukujie Nakuru. Bwana akubariki. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Karibu sana Kevin. Karibu sana, Mungu awabariki. Basi tuabudu tu na nyimbo, sifu na nyimbo. Ukiendelea kukaribisha ndugu, ukiendelea kushare, sifu na hiyo wimbo, sifu na hiyo wimbo ambao Bwana ameweka. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Hallelujah. Hallelujah. Sifa by Tulia Divine. Oh, sina wewe milele. Come on. Sifu Bwana. Sifu Jehova. Sifu Mwamba. Hallelujah. Sifu Yesu. Sifu Jehova. Sifu Jehova. Hallelujah. Karibu sana Nongo John. Karibu sana Dokas Ogende. Karibu sana my big sis. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana Lilian Nyangi. Karibu. Nikitafakari makuu yako Mungu wangu, nashinda kueleza, nashinda kufahamu. Mimi nashinda kueleza, nashinda kufahamu. Milima, mabonde, mkazi ya mikono yako. Uliumba
umeumba mbingu na nchi kwa uwezo wako Mungu wangu, wacha nikurudishie sifa. Amina. Sifa, sifa, sina wewe milele. Sifa, sifa, sina wewe milele. Sifa, sifa, sina wewe milele. Wewe ulikuweko, wewe ulikuweko, lakini jina lako Baba linabaki pale pale. Mungu wangu, wacha nikurudishie tukurudishie sifa leo, maana unastahili. Sifa, sifa, sina wewe milele. Sifa, sifa, sina wewe milele. Sifa, sifa, sina wewe milele. Unaweza, 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 unaweza. Hallelujah, hallelujah. Florence, karibu. Hallelujah. 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 Bernardo Teno, karibu sana. Karibu sana my son. CPK, karibu sana. Blessed Kubai, karibu sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Sifa zina yeye milele. Anatosha, anaenea. Mungu wetu ni wa haki na wa kweli. Libarikiwe jina lake asubuhi tena hii njema ya baraka. Liinuliwe tena jina lake asubuhi njema hii ya neema. My able leader Nzomo, karibu sana. Karibu sana. Oh, hallelujah. May the Lord bless you. Libarikiwe jina la Mungu ambaye ametupa tena kibali na neema kuwa katika uwepo wake. Liinuliwe jina la Bwana. Wow, Wangare Carol. Tulikutafuta tukakukosa, tukajiuliza
ulipotelea wapi, kama ulitoka ukaenda huko Maua, lakini tumekuona sasa. Karibu sana my daughter, all the way from down huko chini huko. Bwana akubariki sana. Santana Mwoki, karibu, Bwana akubariki. Haleluya. Wangare, habari ya Meru. Meru kunasema namna gani? Mungu akubariki huko na akuzidishie, aendelee kuinua viwango vyako huko. Wewe ni mtoto wa baraka. Haleluya. Karibu sana watoto wa Mungu, nyote mubarikiwe. Watoto wa Mungu pale Kericho, watoto wa Mungu pale Kisii, watoto wa Mungu pale Bukavu, watoto wa Mungu pale Mbere, wengine mahali pale muliko. Bwana wabariki kote mnapotuangalia, Kenya nzima, Afrika nzima, dunia nzima, mahali pote pale unapotufuata kwa muda kama na huu, tunakukaribisha. Bwana akubariki, Bwana akutende wema. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunalishukuru jina la Mungu ambaye ametupa tena kibali na neema kuamka. Kuamka sio kawaida. Wengi walifunga macho lakini hawataifungua. Walikosa neema ya kuifungua. Wewe na mimi tumeipata. Tumeamuka tumsifu. Tumeamuka tumuinue. Tumeamuka tumubariki. Tumeamuka tulisifu jina lake. Libarikiwe jina la Mungu wetu milele na milele. Watoto wa Mungu mbarikiwe, muinuliwe, muwekwe juu kila kona mahali ambapo uliko. Mbingu zinene na wewe na zikupe mafunuo makubwa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante sana Karo. Unaheshimika kuwa hapa na sisi tunaheshimika kukuwa wazazi wako. Bwana akubariki sana. Karibu na Mungu awafanyikishe. Haleluya. Wow, wow, wow. Sometime unajichocha tu kidogo na tuambia I'm watching from mahali fulani, na unatuambia mahali huko. Unajua kuna mwenye alitambia jana ana watch from Massachusetts. Tukasema kabisa huyo inaonekana hapo Kitengela kuna hiyo Massachusetts. Bwana apewe sifa sana. Tuliendelea na kuangalia. Haleluya, haleluya. Wow. Good morning, man of God. Yes, good morning, Salome. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Jana tuliendelea na kuangalia on the processes that could ignite the power from within. Hallelujah. Processes that could ignite the power from within. Welcome, Kate. May the Lord bless you. Na hiyo process ya activate the power from within, ignite power from within. We started looking at it and we came to one of the strongest word that we had to check on is to start stirring up, ama kuchochea vipawa vilivyo ndani yetu, kuvichochea vipawa vya Roho Mtakatifu vinavyokaa ndani ya maisha yetu. Wow, Abigail is watching from Kitale. Oh, God bless you, my girl. God bless you. I did not know you are in Kitale now. God bless you. God bless you. Wow, wow. Dora, you are watching from CBD Kite. Huko Balozi Road, mtoto wangu. Mungu akubariki tu, akufanyikishe pale. Ainue kabisa viwango vyako asubuhi ya leo. Hallelujah, hallelujah. I'm watching from Chuka, Meru. Wow. Kumbe Meru inabidi niweke branch hapo. Watoto wangu wengi wamekuwa hapo, inabidi tuwawekee branch hapo ili kwamba wakuwe wanapata ibada zao vizuri pale. Bwana wabariki sana. Hallelujah. Welcome mama kiongozi, mama mchungaji Patience Wajoni. Karibu sana. Mungu akubariki my daughter. You are a great blessing. Wow. Live from Nakuru. Oh my goodness. My sister. God bless you. Welcome our able leader, Dr. Joanne. God bless you. Glory to God from Kericho. Richard, my leader. God bless you. Kericho, you are a great blessing there. Hallelujah. Watching from Kitengela, that is my daughter Florence. Oh, God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. 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 Sifa kwa Mungu wetu ambaye anatuwezesha na anatuweka huru. Sifa kwake. Hallelujah. Kubai watching from headquarters. I can see you. You are just staying behind the camera.
For sure you are watching from the Dakota. God bless you, my son. Oh, hallelujah. You know, when we are fellowshipping like that, when we are having that time to welcome each other, it is so nice, so beautiful, it's so wonderful. And others are joining, and then we flow together. Somebody was telling me, oh, Pastor, you know, sometimes we are coming and we find you have already gone ahead. You know, just as kwa tunangoja wale wenye wanasinzia wataamka 7, tunaweza kujikuta tunarusha hii session inaanza kwa ya 8. Bwana tusaidie, Bwana tuwezeshe. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fanis Mbai, I'm watching from Ethiopia. Oh, but God has changed my youth. He is fighting for my life. Oh, hallelujah. May the Lord bless you. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Tunda from Gong, my able leader, Elizabeth Ndunga Kawinzi, all the way from Gong. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Hallelujah. Beatrice from Nakuru says, may God bless you, Kubai, because for sure you are the one who has caused them to see, to be live in Nakuru. May God bless you, Kubai. May those blessings come upon you. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. What a wonderful morning. Hallelujah. Hallelujah. I believe God is doing wonders. Winnie Munyao, my leader, watching from Great North Road. Oh, that sounds like America. That is Kitengela. God bless you from Great North Road. Hallelujah. That is Kitengela. May God bless you. You are such a great genius. You know how to put it. Eh? Hallelujah. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, we love the Lord. We praise the Lord. We give him glory. We give him honor. We give him adoration. I want you to know that kweli Mungu angali na mpango na wewe. Mungu angali anakuwazia mema. Mungu angali anakutakia mema. Oh, Irene Kidekam turned in from Mbere. I was in Mbere sometime with a certain team of my mission team. We went to Mbere some years back and we prayed for that land. We commanded the power of God in that land, and I believe the Lord God heard us, and they are still doing wonders there. May God bless you all the way from Mbere. We have been there, and we planted a seed of greatness in that land. Glory to God. Maximila, karibu sana. Karibu sana. May the Lord bless you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. I love the Lord. I love him. I love him. I love him. Open for me, son. Open for me the book of 1 Corinthians 12 again. We look at the gifts of the Holy Spirit as we go on to see the last point on what we need for us to stir up the fire of God in us and to make that fire be sustainable. Unajua utofauti ni moja, mtoto wa Mungu. Amen and amen. Mbere iko juu kwa neema ya Yesu. Daktari, you remember those years when we went to Mbere? God bless you. Lilian Nyagi, watching from United States of Kiambu. Hallelujah. For sure, you are watching from United States of Kiambu. God bless you, my daughter, all the way from Kiambu. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. We thank the Lord for the great work he's doing in our lives. Oh, yes. I was reminding my daughter, able leader Daktari, that some years back, we went for a mission in Mbere, and it was so powerful. It was so wonderful. Glory to Jesus. Amen. Amen. So, read for us again those scriptures. The 1 Corinthians 12 from verse 8. You go down there and we will see what God is talking to us. Okay. 1 Corinthians 12 from verse 8. I read in the name of Jesus Christ. Yes. To one, there is given through the Spirit the message of wisdom. Yes. To another, the message of knowledge by means of the same Spirit. Yes. To another, faith by the same Spirit. Yes. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another,
miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. 11. All these are the work of one and same Spirit. Amen. And he gives them to each one just as he determines. Amen. Amen. I love that testimony that I've read there. The truth is, things have never been the same, Papa. Na tangu hiyo siku, mvua iliongezeka mbele until Jesus comes back. It was one of the prayer requests that we had on the ground, that mvua haikuji, mvua haipatikani. And we said on this land, mvua itakuja. So I am so grateful to God that that great testimony has been given there. Hallelujah. We thank God. We thank God. Now, children of God, we began looking at those gifts, the 9 gifts of the Holy Spirit. We were able to work on every one gift, even if you have not gone into details. But we touched on them and we mentioned them so that there may be at least a clarity when we are talking of gift. Tunapoongea juu ya vipawa, inabidi kila mtu anaelewa ni nini inaendelea. Lakini kipawa ni nini? Kipawa ni nini? Kipawa ni zawadi. Na zawadi ni kitu ambayo unapewa kwa bure. Haleluya. Unapewa ili kwamba moyo wako ufanyikiwe ama ufurahi. Zawadi anayekupea ndiye anajua sababu kubwa ya lengo ambao anayoitaka ile zawadi ifanye. Sifa kwa Mungu. Kwa hivyo anayetupea vipawa ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapotupea vipawa anatupea kama zawadi. Na swali ambao ninao leo ni kwamba mtoto wa Mungu, zawadi inapokuja kwa mikono yako, hiyo zawadi anayekupenda anajua vile anataka uitumie, lakini anayeipokea ndiye atajua jinsi atakavyoitumia, kwa sababu nguvu za zawadi zinatoka kwa mwenye ameipeana, lakini umuhimu wa zawadi unafuatana na aliyeupokea. Kwa sababu aliyepokea zawadi akiitumia kwa manufaa ya iliyofanya aipewe, basi zawadi hiyo inakuwa ya baraka. Na akiitumia kwa manufaa ya vitu vyake peke yake, basi zawadi hiyo inapoteza nguvu. Na Bwana pia ametupa zawadi za Roho, vipawa vya Roho Mtakatifu ambavyo ni 9, na matarajio yake ni kwamba anataka tuvitumie. Na tunapoendelea kuwasha moto ya vipawa vya Roho Mtakatifu, kuna wale ambao waliwaka na moto ya vipawa, lakini ilipowaka, wakaendelea kupoteza neema ya kuendelea katika nguvu Bwana aliyowapa, wakaanza kudivert na kupoteza mwelekeo ya kile Bwana amewaitia. Na ndio kwa maana nitakwambia mtoto wa Mungu, unakuta watu wengi wanaanza vizuri, lakini kuendelea inakuwa shida. Watu wengi wanaanza na moto, lakini kuendelea inakuwa shida. Ndio iposa unakuta Paulo anauliza Wagalatia, enyi Wagalatia, ni nani aliwaroga? Mulirogeka na nani? Mulianza katika roho, lakini sasa mnaanza kukamilisha katika mwili. Kwa sababu vipawa vinahitaji viwe na vile vitu vya kuichemusha na vitu pia vya kuikinga, ili kwamba vipawa vile vikanye kazi kwa muda mrefu. Nikawa naongea na baba mmoja ambaye ni mmoja wa baba wanaonisaidia kunilea kiroho na kunielekeza katika huduma. Na akawa ananizungumza, nikamuuliza, mzee, ulianza huduma wakati gani? Akaniambia alianza huduma 1968. Na aliponiambia alianza huduma 1968, nikajiuliza, jamani, ni nini siri ambayo imekufanya ufikie mahali ambapo umefikia? Kwa hiyo miaka yote umekaa katika huduma na haujachoka na haujasaliti na haujaachilia huduma na bado ungali na nguvu za Roho Mtakatifu. Ulifanya nini? Na utakuta vishauri vimoja ama 2 alizonipea ni kwamba uaminifu katika huduma unayoifanya itakupa nafasi na nguvu ya kukaa kwa miaka nyingi. Bwana akupe neema ya kuwa mwaminifu katika huduma, ili kwamba utafika katika viwango ambavyo hakuna mwenye alitarajia unaweza kuvifikia. Naomba Mungu akusaidie asubuhi ya leo, ili kwamba uwe mwaminifu katika vipawa anavyovikupatia. Unajua watoto wa Mungu, vipawa vinapewanwa vikiwa na sababu.
Mungu hajakupa moto ili kwamba uanze kuchoma kila mwenye unakutana naye. Mungu hajakupa moto ili kwamba ugeuke shida ya kila utakayekutana naye. Wengine niliwaambia hawajapata kununua gari kwa sababu Mungu aligundua ya kwamba walipopata baisikeli, maringo waliokuwa nao ikifika kwa gari watagonga nyumba za wenyewe. Sasa Mungu akawaachia kwa baisikeli. Mungu akupe neema, mtoto wa Mungu, uelewe ya kwamba zaidi vitu vya Mungu vinawaka ndani yako, zaidi kujishusha inahitajika, zaidi nguvu za Mungu zinawaka ndani yako, zaidi kunyenyekea inahitajika, kwa sababu kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu, na pia kutembea katika uoga wa Mungu. Kujishusha inamaanisha yeye atakukweza. Haleluya. Kujishusha inamaanisha yeye atakuinua. Kujishusha inamaanisha yeye atakufanyikisha, kwa sababu wakati unapokuwa na nguvu za Mungu, maringo haiwezi kosa kupiga hodi, na ni kwako kufanya uamuzi kama maringo itakusumbua ama utatembea na vipawa vya Mungu. Walioinuka na vipawa vya Mungu walipofika mahali moto ya Bwana inawaka ndani yao sana, wakasahau njia walioiendea, wakaanza kuvitumia kwa kujijengea jina na titles, na wakaanza kujijengea vyeo, wakasahau walivipewa vipawa kwa ajili ya manufaa ya wanaowazunguka. Bwana akupe neema asubuhi ya leo, utembee katika nguvu za Mungu, lakini uwe mwaminifu na ujue kujishusha. Karibu sana Mama Bijou, Mungu akubariki. It is a great honor to have you around. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, kuna pointi ya 3 ambayo Bwana anataka nikuguzie leo, itakao kusaidia ili kwamba vipawa vinavyowaka ndani yako leo viwe na umuhimu kwa maisha yako ya huduma, alafu vikae kwa muda mrefu. Haleluya. Ili kwamba vipawa vya Roho Mtakatifu ndani yako vikae na nguvu kwa muda mrefu. Watu wanasema sound ina shida yoyote hiyo. Oh my goodness. Nadhani sound uangalie kwako ndugu yangu, maana yake huku kwingine sisi tunaisikia ina flow mzuri. Haleluya. Uangalie sound yako ndugu yangu, maana yake tumesikiza huko kwa mitambo ingine ina flow huko. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, Bwana akubariki, Bwana akufanyikishe. Uelewe ya kwamba ili kwamba vipawa vile vikae kwa moto vikitenda kazi, kuna vitu vingine vinahitajika ili kwamba visustain. Haleluya, sifa kwa Mungu. Na vitu vinavyohitajika tuviangalie kwa kitabu cha Wagalatia sura 5. Wagalatia sura 5. Haleluya. Haleluya. Wagalatia sura 5. Na tunaenda kuangalia sasa vitu vitakavyofanya hiyo moto ya Mungu inayowaka ndani yako, ama hiyo moto ya Mungu inaenda waka ndani yako isiwe moto ya majani, lakini iwe moto ambayo itakaa kwa muda wa maisha yako yote. Moto ambayo itakaa kwa muda ya huduma yako yote. Nimesema ukiwa mwaminifu kwa aliyekupea moto, na pia ukiwa na nguvu ya kutokuanza kuangalia vipawa, lakini na kila siku unaangalia roho. Haleluya. Acha kabla hata hujasoma hiyo andiko nirudie tena hii neno kidogo, mtoto wa Mungu aelewe nini ninaongea hapa. Wakati Mungu alimpea Adamu mke, nimewaambia hii neno mara nyingi. Adamu akasahau ya kwamba Mungu ndiye amempea mke. Adamu akaanza kusifu mke, akaacha kuambia Mungu asante. Na ndio kwa maana alichokipewa na Mungu kikageuka kuwa ndoano kwake, kikageuka kuwa shida kwake. Kwa sababu wakati Mungu anapokupea zawadi, ukatoa macho kwa aliyekupea zawadi, ukaweka macho kwa zawadi, unaanza kupoteza nguvu za zawadi hiyo, na zawadi hiyo haitakufaidi tena wewe. Mungu akikupea vipawa, usigeuze vipawa kuwa ndivyo vinachukua nafasi ya Mungu, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu ndani yako, ili kwamba vipawa viendelee kufanya kazi vile alivyotaka vifanye. Maana yake Mungu anapotubariki na vipawa vya Roho Mtakatifu, haja kubariki navyo ili kwamba ugeuke kama Mungu kadogo kakuanza kusumbua watu na kuanza kuambia ili kwamba hiki kifanyike ni sharti ufanye hiki, ili kwamba hiki kiwe hivi ni sharti uje negotiate. Unaanza kufanya ni kama umeanza kuvalue hizo vipawa kuliko aliyekupea navyo. Sasa Bwana anataka uamke leo, uelewe ya kwamba aliyekupea vipawa anabaki juu kuliko vipawa. Sifa kwa Mungu. Nimewatumia kila mara
andiko ya kitabu cha Mwanzo, ukiangalia kwa 41 mahali Biblia inasema Farao akauliza, tumpate wapi tena mtu kama na huyu? Mtu kama na huyu sio ambaye ndoto zinatafsiriwa ndani yake, sio ambaye ndoto zinaotwa ndani yake, sio ambaye vipawa vinaonekana ndani yake, lakini ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Ikiwa unataka kwenda mbali, mtoto wa Mungu, Bwana akupe neema. Usisahau ya kwamba aliyekupa vipawa ana nguvu kuliko vipawa. Mungu ana uweza wa kutembea na wewe hata wakati vipawa vile havifanyi kazi. Wakati unapoondoa macho yako kwa Mungu, unaanza kuweka vipawa mbele. Hapana, vipawa havitakuwa ndio vya kukujenga, ni Mungu anakujenga. Kwa hivyo Bwana anataka tu viwake ndani yako, ili kwamba vikurahisishie safari ya huduma, ili kwamba vikurahisishie kazi unayoifanya. Tumpate wapi tena mtu kama na huyu, ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Haleluya. Ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Maana yake Mungu akibaki sosi ya kila kitu yetu, Mungu atatuwezesha ili kwamba vipawa vile viendelee kuchochewa kila siku. Usiwahi kusahau ya kwamba Mungu ndiye sosi ya vipawa. Roho Mtakatifu ndiye utupea vipawa. Usiruhusu vipawa vikawe ndani yako bila Roho kukaa ndani yako. Na ninataka ni make statement clear kwako ili kwamba usiwahi kuisahau. Yesu Kristo hakutuahidia upako. Yesu Kristo alituahidia Roho, na kila aliyepata Roho akapata upako. Atupakae ni Roho Mtakatifu, anayetupaka ni Roho Mtakatifu. Narudia tena, anayetupaka nguvu, anayetupatia, the one who anoints us is the Holy Spirit. Jesus never promised us the anointing. Jesus promised us the Holy Spirit. And whoever receives the Holy Spirit automatically gets anointed. So may the Lord cause you not to focus on the anointing than the Holy Spirit. The promise was not that we shall be anointed. The promise was that we shall receive power when the Holy Spirit comes upon us. When he sent them to go and wait in Jerusalem, he sent them to go and wait for the Holy Spirit, not for the anointing. Aliwatuma waende wangojee nguvu zitakazokuja, sababu anayekuja ni msaidizi. Msaidizi sio vipawa, msaidizi ni Roho Mtakatifu, na akiingia ndani yako ndio vipawa vyake vinaanza kujidhihirisha. Kwa hivyo Bwana akupe neema. Usibebwe na macho ya miujiza, usibebwe na macho ya unabii, usibebwe na macho ya vipawa. Bebwa na macho ya Roho Mtakatifu, itakusaidia kutembea katika vipawa vizuri. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema haleluya, 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 haleluya. Nguvu zinazokuja juu yako hazikuji kwa sababu ya mafuta, zinakuja kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Na ndio kwa maana naamini Mungu atanipa nafasi, nitafunza juu ya aina ya watu ambao wanafaa kupakwa mafuta, na ili kwamba uelewe jinsi watu wanavyotumia mafuta, ama vizuri ama vibaya, ili kwamba maandiko ya Mungu yaendelee kukusaidia. Lakini leo ninaongea juu, Bwana akupe neema, vipawa ambavyo vinakuja juu yako visikutoe macho kwa Mungu aliyekupea navyo, visikutoe macho kwa yule aliyevileta. Roho Mtakatifu abaki rafiki yako, sio uponyaji ndiye rafiki yako. Roho Mtakatifu abaki rafiki yako, sio utambuzi ndio rafiki yako. Roho Mtakatifu abaki rafiki yako, sio unabii ndiye rafiki yako. Kuna watu ambao wakisikia wanatabiri na wanatoa unabii, wanasahau ya kwamba urafiki sio wa vipawa, urafiki ni wa Roho. Na ukiendelea na urafiki na Roho Mtakatifu, vipawa vitaendelea kububujika. Vipawa vya Roho Mtakatifu vitaendelea kububujika kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kuna jambo lingine huwa nalirudia kila mara, na waambia kila mmoja ana roho ndani yake. Lakini ili kwamba huyo roho aliye ndani yako apate nguvu zitokazo kwa Mungu, ni sharti aanze kuishi utakatifu, ili kwamba anapoanza kuishi utakatifu ataweza kuwa na uweza wa kukaribisha Roho Mtakatifu. Bwana akubariki. Asubuhi njema ya baraka. Basi tuangalie vitu vinavyofanya vipawa vya Roho ndani yetu vidumu katika kazi. Maana yake nilikwambia kipawa ni zawadi, na zawadi inaweza kupewa yeyote yule. Unaweza kuokoka leo
na tukakuombea leo na ukajazwa Roho Mtakatifu leo na vipawa vikaanza kufanya kazi ndani yako leo, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini kuna ile ambayo sio zawadi, inaitwa matunda, tunda ya Roho, ama fruits of the Holy Spirit. Tunda za Roho ndizo zinazokusaidia vipawa vyako kufanya kazi katika frame ambayo inaeleweka, kutumika katika scope ambayo inaeleweka, kufanya kazi katika mkataba na mpangilio wa kimungu, ili kwamba vipawa vilivyo ndani yako vitumike sawa. Inahitajika matunda ya Roho iwe juu yako ili kwamba vipawa vitumike. Kwa nini? Kwa sababu nimesema vipawa ni zawadi, na zawadi inaweza kupatiwa mtoto yeyote, lakini matunda hayapewi mtu. Matunda mtu anayazaa. Maana yake ili kwamba mtoto afike mahali ya kupata mtoto mwingine ni sharti yakomae. Matunda yanaonyesha ukomavu wa kiroho. Ingawaje vipawa vinaonyesha miujiza na nguvu na mambo mengine, matunda yanaonyesha ukomavu wa kiroho. Aliyepata matunda ya Roho amekomaa kiroho. Anaweza kutembea bila kufanya miujiza sana, lakini amekomaa kiroho kuliko yule aliyepata vipawa. Kwa hivyo ukipata matunda na umeamushwa vipawa, unakuwa mtu aliyekamilifu katika ulimwengu wa kiroho. Unakuwa mtu aliyekamilifu katika ulimwengu wa kutembea na Kristo. Matunda ya Roho hayapewi mtu, lakini matunda ya Roho mtu anayazaa kama vile anavyoendelea kukomaa. Maana yake niseme hivi, mtoto mdogo anapozaliwa ana viungo vyote vya mwili ambavyo vinahitajika kuwa mtu. Ana kila chochote kile ambacho mtu anahitajika kuwa nacho, lakini kuwa na ability ya kila kitu haijamaanisha ana capability ya kila kitu. Capacity ya kutumia viungo na viumbile vyote vya mwili vinaanza kujidhihirisha wakati mtu anaendelea kukomaa. Ndio kwa maana matunda ya Roho itahakikisha ya jinsi unavyoendelea kukomaa, na unapoanza kuzaa matunda ya Roho, vipawa vyako vinaanza kufanya kazi kwa muda mrefu. Maana yake unavipatia nafasi ya kutokukupoteza, kwa sababu vinafuata mwelekeo ya kuzaa matunda ya kiroho. Bwana akuwezeshe uelewe lile ninalolifunza, kwa sababu somo hii hata kama inakaa leo itahitaji watu waamuke, watoke kwa usingizi, ili kwamba waelewe lile ninalolifunza. Hili ni la maana sana katika maisha ya Mkristo anayetembea na nguvu za Mungu. Hili ni la maana sana katika maisha ya Mkristo anayetembea katika nguvu za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, tutasomewa andiko ambalo nimeliomba ndugu yangu Kubaya alisome. Wagalatia sura yake ya 5 mstari wake wa 22 na mstari wake wa 23. Galatians 5 from verse 22 and 23. I read in the name of Jesus Christ. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Hallelujah. Amen. Can you read that? But the fruit of the Spirit is love. Maana matunda ya Roho ni upendo, joy, furaha, peace, amani, patience, uvumilivu, kindness, utu wema, goodness. Endelea nitafuta hiyo. Faithfulness, fadhili, uaminifu, gentleness, upole, self-control. Kiasi. Against such things there is no law. Hallelujah. Amen. Wacha niisome kwa Kiswahili sasa. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Sifa kwa Mungu. Nataka tuelewe kitu hapa, mtoto wa Mungu.
nataka tuelewe kitu hapa asubuhi ya leo. Tulisoma kuna tunda, kuna vipawa 9 na kuna matunda ya kiroho 9. Bwana hajayapanga 9 bila sababu. Ameyafanya 9 kwa sababu ni sharti kila moja iwe na matokeo yake. Maana yake ukitembea katika hiki kipawa alafu kizihirishe tunda fulani, unakuwa mzuri zaidi kuliko kipawa peke yake ambacho hakina tunda. Mfano, haleluya, mfano Wakorintho wa kwanza sura yake 13 mstari wa kwanza, ili kwamba nipe mfano uelewe. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza peke yake. 1 Corinthians 13 from verse 1, I read in the name of Jesus Christ. And now I will show, if I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Nijaposema kwa lugha za watu na za malaika, lakini sina upendo, mimi ni wa bure. Nataka sasa uanze kuelewa vile Biblia nataka utembee na hii mambo ya kiroho ambayo inahitajika katika nguvu. Maana yake tunda ya upendo inasimamisha tunda ya kunena kwa lugha. Maana yake hata ungeliombewa asubuhi ya leo ujazwe lugha mpya, haleluya, unene kwa lugha za watu na malaika, utabiri na kuachilia, lakini ndani yako hamuna tunda ya upendo, unayoifanya ni bure. Hata kama ungelijazwa nguvu za mpya, nguvu za kunena kwa lugha, na uanze kunena kwa lugha ambazo hazieleweki na wanadamu, uanze kunena kwa lugha ambazo zinaeleweka na malaika peke yake, uanze kunena kwa lugha ambazo hata shetani mwenyewe anachanganyika na elewi, ikiwa hauna upendo, ikiwa hauna upendo, wewe ni wa bure. Maana yake hiyo kazi, hiyo kipawa hakifalii, kwa sababu hiyo kipawa inabidi ikuwe matched. Haleluya. Hiyo kipawa inabidi imatch tunda ili kwamba izae kazi. Paulo anasema wazi, hata tungelinena kwa lugha za watu na malaika, ikiwa hatuna upendo, sisi ni wa bure. Bwana akupe neema uanze kuelewa ya kwamba vipawa ni vizuri. Vipawa ni vizuri, lakini vipawa vinajengwa na matunda. Kipawa cha kunena kwa lugha, si tuliisoma moja ya vipawa 9 ambayo ni kipawa ambacho kwanza kwa kitabu cha Matendo ya Mitume kilikuwa evidence kwa wa mitume ya kwamba watu wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Hiyo ilikuwa ndio kipawa moja ambayo ilikuwa as an evidence ya kwamba watu wamepokea Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inasema hata kama ungelikuwa na evidence ya kwamba umejazwa nguvu mpya, hata kama ungelikuwa na evidence ya kwamba Roho amekujaza na umeanza kuombea wagonjwa, wamepona, wamefunguliwa, kama matunda hayaonekani kwako, wewe ni wa bure. Na kitakacho tujulisha kweli ya kwamba anayekutumia ni Roho Mtakatifu, sio vipawa ulivyo navyo, ni matunda yake, kwa sababu hiyo ndio itatujulisha. Unaweza endelea kidogo ndio watoto wa Mungu waelewe pale. Endelea kwa 2. Verses 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Verse 3. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Verse 4. Love is patient. Love is kind. Thank you. Hata tukiachia hapo, kila mmoja ataendelea kusoma baadaye. Watoto wa Mungu, vipawa viko ndani yetu. Vipawa viko vinawashwa. Vipawa viko vinapewa nafasi. Vipawa viko vinajiandaa, vitafanya kazi. Lakini
tutakapowekwa kwa mtihani. Haleluya. Tutakapowekwa kwa mtihani, Mungu hajasema tutajulikana kwa sababu tuna vipawa. Lakini siku moja Yesu akaongea juu ya vipawa vile. Haleluya. Nataka mtoto wa Mungu nifungulie Mathayo 7 sura yake ya 15, alafu tuende mpaka 20. Tuangalie nini Mungu anataka kufunza mtu hapa. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Mathayo 7 tutaanza 15 hadi 20. Okay. Matthew 7 from verse 15. I read in the name of Jesus Christ. Kama uko hapo, pokea neno la Mungu kwa jina la Yesu. Watch out for false prophets. Tulisoma moja ya vipawa ni ya unabii. Tuko pamoja? Tulisoma moja ya vipawa vile vikubwa. Ni ya unabii. Kwa hivyo ukiona nabii unasikia hata na mimi nimeanza kutabiri. Hata na mimi nimeanza kutangaza vinavyokuja mbele. Hata na mimi nimeanza kuelezea watu vile maisha yao ilivyo. Hata mimi Bwana ameanza kunifunulia vitu vya kiroho. Hata mimi kumbuka ni zawadi. Hata watoto wanaweza kutabiri. Hata watoto wanaweza kunena kwa lugha. Hata watoto wanaweza kufanya vyovyote vile ambavyo ni vipawa. Hata watoto wanaweza kupewa roho ya utambuzi. Hata watoto wanaweza kupewa roho ya unabii. Hata watoto wanaweza kupewa roho ya imani. Hata watoto wanaweza kupewa roho ya miujiza. Hata watoto ni zawadi. Roho Mtakatifu ndiye upeana zawadi. Roho Mtakatifu ndiye upeana zawadi. Lakini sasa Biblia inaongea wazi kwa kitabu cha Mathayo sura 7:15, anatusomea ili kwamba uelewe nini Yesu anaongea pale. Karibu. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, but inwardly they are ferocious wolves. Lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. 16. By their fruits you will recognize them. Mutawatambua kwa matunda yao. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti muovu uzaa matunda mabaya. 18. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Mti mwema huwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. 19. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Kila mti usiozaa tunda nzuri utakatwa ukatupwa motoni. 20. 20. Thus by their fruit you will recognize them. Ndiposa kwa matunda yao mutawatambua. Amena. Toto wa Mungu, Yesu Kristo akagundua ya kwamba atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu, wengi watafanya miujiza, wengi watafanya maajabu, wengi watatembea katika vipawa, wengi watatabiri, wengi wataponya wagonjwa, wengi wataombea vipofu waone, wengi watatembea katika vipawa, na kupitia vipawa pia wengine watafanya vituko, na wengine watakuja na miungu isiyoeleweka na wakatembea nazo, na wasioelewa mambo ya kimungu watafombazwa macho wakafikiri ya kwamba tuko pamoja katika ulimwengu moja, kumbe ni vitu tofauti vimechanganywa. Na wakati huo mambo yatakapoendelea, basi kuna kitu mtaiangalia. Musiwaangalie wanavyovitenda, musiangalie matendo yao ambao wanawaonyesha kwa macho, mufuatilie kujua matunda yao ni ya aina gani, kwa sababu kwa matunda watajulikana. Na matunda ambayo tunayaona, tunayoyafuata, sio maneno ya midomo ya watu. Matunda tunayoyafuata ni Wagalatia
22. Haleluya. Matunda yale yasipojidhihirisha kwao, basi jueni ya kwamba, haleluya, jueni ya kwamba hawajaletwa na vipawa wanavyovitumikisha havijatoka kwa Mungu, kwa sababu vinavyotufanya tuwajue unabii wao ni wa kweli ama ni wa uongo sio matimilizi ya unabii, lakini kwa matunda watakayo yazaa. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa matunda yao tutawajua. Kwa matunda yao tutawajua. Wakitabiri ni vizuri, wakiombea wagonjwa ni vizuri, wakinena kwa lugha ni vizuri, wakikuwa na imani ni vizuri, wakifanya vyote watakavyovifanya ni vizuri, hata wewe ukifanya vyote ninavyovitaja ni vizuri. Lakini kitakacho kuweka kwa mdhani ili kwamba vipawa vyako vikadumu katika huduma, vikadumu katika Kristo, vikadumu katika kazi, sio matendo yako ya kila siku unayotuelezea, ni matunda unayoyabeba. Kwa sababu unaweza kutudanganya jina ya mti, lakini hauwezi kutudanganya matunda. Matunda yatakapotoka tutayajua. Acha nikuhakikishie mtoto wa Mungu, tunda litahakikisha kama huu mti ni ule ambao tulifikiria ama sio huo. Bwana Yesu akawaambia, mkiyaona magugu na ngano yamechanganywa, muyaache yakomae, yatakapoanza kutoa matunda mutayajua vizuri. Kwa sababu magugu na ngano yakiwa yote changa huwa yanafanana. Kwa hivyo wanaotumia vipawa vya Mungu na vipawa vya kuzimu, wakiwa wote katika watu walio wachanga na kuwachanganya, wanaweza kutudanganya. Lakini wakipewa nafasi ya muda ya kukomaa, matunda yao yanaanza kujidhihirisha. Ndio unakuta mtu alikuja na waambia, I am prophet so and so, munampea muda kidogo, matunda anaanza kuyazaa. Munakuta iko na watoto huko, watoto huko, watoto huko, watoto huko. Mnajiuliza, basi we thought anafaa kuwa na utabiri huko, utabiri huko, utabiri huko. Yeye alijiita prophet, lakini yeye ni baba ya wengi. Ndio jina mngempatia, ndio title mngempea. Sasa mnakuta matunda yake itawajulisha yeye ni nani. Unakuta mtu anajiita yeye ni mtabiri ama ananena kwa lugha, lakini baada ya muda kidogo hiyo lugha alikuja nao kanisani ya raba shaka raba yanda raba inaanza kupotea, inakuwa lugha ya matetano, inakuwa lugha, kwa sababu matunda huwa hayafichwi, matunda huwa yanajidhihirisha. Sasa kwa matunda unayoyazaa utajulikana umeitwa na nani, kwa sababu walioitwa na Roho uzaa matunda ya Roho Mtakatifu, walioitwa na Roho uzaa matunda ya Roho Mtakatifu. Sasa ukiwaona watu wamekuja na jasho, ukiwaona watu wamekuja na moto, ukiwaona watu kwa mitandao wanasumbua, wapee muda, matunda itajulisha ni wakina nani. Ukiona mtu yuko na longevity kwa huduma, ukiona mtu yuko na muda mrefu kwa huduma, uelewe ya kwamba matunda yake ndio yalijidhihirisha, ndio akakubalika. Kwa sababu wengi kuanza wataanza, lakini wakianza kutoa matunda ndio mnaanza kuwajua ni wa aina gani. Naomba leo Bwana akupe neema zaidi ya vipawa uzae matunda. Kama unanisikia sema amen. Tamani kuzaa matunda ya Roho zaidi ya vipawa, tamani kuzaa matunda ya Roho. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, unaweza tembea katika vipawa vyote, lakini isipoonyesha matunda ya Roho kwako, wewe ni mtu ambaye unahubiri vizuri na unasema uongo vizuri, unajaa kusema, matunda yatajidhihirisha tu. Kuna mahali tu tutafika yenyewe itaumana, yenyewe kitaumana tu mahali, kitadhihirisha tu ya kwamba huyu mnamuona vile mnamuona. Matunda yatakapoanza kutokezea mtajua huyu haiko vile mliwazia. Kwa nini? Kwa sababu tutawajua kwa matunda yao. Unapoona mtu anajiandaa kuwa mume wa mtu ama anajiandaa kuwa mke wa mtu, unakuta mtu anatembea katika njia ya kujinyenyekeza, mtu anatembea katika njia ya kutulia, mpaka maneno anayoyaongea yote yanafanana ni kama maneno kutoka mbinguni, ni kama anadondoza asali kwa midomo. Mumpee muda afike kwa hiyo boma, matunda yake mtayajua. Atakapoanza kutoa matunda ndio mtamjua, atakapoanza kutoa matunda ndio mtamjua. Ndivyo hivyo kwa huduma ilivyo. Wengi wakianza vipawa vinaonekana mbele, kuna shida mtoto wa Mungu, kwa sababu watu ambao vipawa vyao
vilifanya kazi vizuri. Hata walipovipokea waliviongoza katika matunda ya Roho. Ili kwamba unapokiomba leo, asubuhi ya leo, ni kumwambia Baba, nipe neema nikomae katika Roho, ili kwamba nizae matunda ya Roho, ili kwamba nizae matunda ya Roho. Kumbuka nilisema matunda hayapewani na Roho Mtakatifu. Matunda yanadhihirisha safari yako na Roho Mtakatifu inaendelea kukomaa, alafu inaanza kuzaa. Mti unapokomaa unaanza kuzaa. Manake tembea na Roho, kaa na Roho, kaa karibu na Roho, matunda yake yatajidhihirisha kwako. Kama unanisikia sema amen. Jenga uhusiano na Roho. Haleluya. Nasema jenga uhusiano na Roho. Nasema jenga uhusiano na Roho leo. Acha kujenga uhusiano na vipawa. Acha kujenga uhusiano na vipawa. Anza jenga uhusiano na Roho. Kwa hivyo tunda la Roho la kwanza ni upendo. Jiulize swali moja, je, nina upendo? Ikiwa upendo ndani yako haujajidhihirisha vile unafaa, stop kunena kwa lugha kwanza, jenga upendo. Haleluya. Na Yesu anauliza kwa ajili ya upendo, utasemaje una upendo ikiwa unawapenda tu wale unaowajua? Utasemaje una upendo ikiwa upendo yako iko selective? Bwana anataka upendo yako iwe upendo ya dhati, ambao unawapenda watoto wa Mungu kama vile Kristo alivyokupenda. Bwana anakupa nafasi ambapo unawajali watoto wa Mungu na unaonyesha ya kwamba kweli mimi ninampenda. Yesu anauliza, wewe unasema unampenda Mungu usiyemuona na unamchukia ndugu muonaye. Kumpenda Mungu hakuko ndani yako ukimchukia yule ndugu unayemuona. Haleluya. Omba Mungu akupe roho ya upendo, upende jirani yako kama vile nafsi yako. Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Roho ya upendo. Tukisonga mbele, tunda la Roho la pili ni furaha. Jiulize mtoto wa Mungu, wewe una furaha? Na nitakapoingia sasa, najua leo nilikuwa na introduce tunda, nitaenda sasa kwa tunda moja na kupatia mafunuo ya maandiko ili kwamba uelewe. Na ninataka nikuombe kitu moja. Tutakuwa na siku ambayo nitakaa tu hapa nikiwapatia mniulize maswali, alafu mtakaponiuliza maswali zote zile za somo ambazo nimefunza ambazo hamjazielewa, ama swali zozote za kiroho mlizokuwa nazo, utakuwa unauliza tunajibu, unauliza tunajibu, na hiyo siku itapita hivyo asubuhi na jioni. Kwa hivyo niko naomba Mungu anipatie nafasi ili kwamba uelewe. Ndio kwa maana nakwambia tunda la Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Haleluya. Ziko 9 kama vile vipawa viko 9. Bwana akupe neema ili kwamba matunda yajidhihirishe kwako. Inahitajika kitu moja nimekuambia. Unahitaji kuwa na ushirika pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa jiulize, Mungu wangu, nina ushirika gani na wewe? Ninakomaa namna gani? Roho ananiongoza namna gani? Roho ananijaza namna gani? Roho ananifanyikisha namna gani? Ninaanza kukomaa namna gani? Kwa sababu atakayefanya vimatunda vya Roho vijidhihirishe kwako ni ule uhusiano ulio nao na Roho Mtakatifu. Je, unaweza kulilia Roho, mwambie leo, ninataka unipeleke vilindi, ninataka unisaidie niwe karibu yako, nataka niwe rafiki yako, ili kwamba ushirika watu mimi na wewe unisaidie kuzaa matunda. Haleluya. Ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka
Hiyo tu ndio njia moja itakayosaidia matunda ya Roho yaanze kudhihirika kwako. Ni wakati unakaribia Roho Mtakatifu na kuanza kukomaa pamoja naye. Ruhusu vipawa visikufunge macho. Tafuta matunda ya Roho. Ambia Roho akujaze nguvu ya kukomaa, nguvu ya kusimama, nguvu ya kushinda jaribu, ili kwamba matunda yaanze kujidhihirisha kwake. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh. Kagua hizo matunda vya Roho. Anza kuvikagua, ujiulize ni gani tunda ninafaa kujenga, ni gani tunda ninafaa kuanza practice, ni tunda gani hiyo ambayo haijadhihirika kwangu. Mimi nimekuwa katika hali ya maombi, nimekuwa katika hali ya vipawa, lakini ni matunda gani ya Roho ambayo hayajadhihirika kwangu? Matunda gani ya Roho ambayo hayaonekani kwangu? Sitafaa kuwa mtumishi ikiwa matunda ya Roho hayadhihiriki kwangu. Sitafaa kuwa mtumishi ikiwa matunda ya Roho hayadhihiriki kwangu. Baba, sitafaa kuwa mtumishi mzuri ikiwa matunda ya Roho hayadhihiriki kwangu. Anza kujiuliza, je, mimi nina upendo? Jiulize, je, mimi nina furaha? Jiulize, je, mimi nina amani? Jiulize, je, mimi nina uvumilivu? Jiulize, je, mimi nina utu wema? Jiulize, je, mimi nina fadhili? Jiulize, je, mimi nina uaminifu? Jiulize, je, mimi nina upole? Jiulize, mimi nina kiasi? Oh, karabara. Nataka ushirika na wewe Roho. Nataka uniwezeshe. Ninataka kuanza kupractice kila siku, kuangalia matunda yangu ya Roho, ikiwa yanafaa ama yameoza, ikiwa yanafaa ama yameharibika. Nipe neema. Nipe neema. Nipe neema Bwana. Nipe neema Bwana. Sifa kwako Roho. Ambia Bwana, ninataka ushirika na wewe ili kwamba nianze kukagua tunda moja baada ya lingine. Ikiwa mimi nimekosa tunda fulani, nipe neema nianze kuyakagua ndani yangu. Ni sharti matunda haya yazihirike kwangu, huduma yangu itakuwa ya baraka. Matunda haya yakizihirika kwangu, huduma yangu itakuwa ya baraka. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, oh, ewe Roho. Ushirika na wewe Roho. Mimi nataka ushirika. Oh, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe Roho. Acha nikuamalizia hapa kidogo, mtoto wa Mungu. Ninajua ulikuwa katika maombi. Nataka tuelewe hiki na ukielewe vizuri. Wakati unapoendelea kutafuta ushirika na Roho, ninataka uelewe hiki, mtoto wa Mungu, ya kwamba vipawa
havikuzuizi kutokuanguka katika dhambi. Vinavyokuzuiza kutokuanguka katika dhambi ni matunda ya Roho. Inayokusaidia kushinda dhambi ni wakati Roho ameanza kuzaa matunda ndani yako. Wakati matunda yanaanza kuzaliwa ndani yako, unajikuta watu unawasaidia. Nataka ujiulize, unaweza kujifungiaje kwa ofisi? Ama nilikuwa nasoma kwa mtandao, wanaweka picha ya pastor mwingine anabeba Bible na anatembea, anavaa suti, anapita, anakuta mtu amelala kwa barabara, amelala kabisa hali mahututi juu ya njaa. Lakini huyo pastor anapita, anasema I cannot stop there, siwezi simama kuangalia huyu mtu kwa sababu niko nakimbilia kwa special service kanisani. Special service gani yuko kanisani ambao unaendea, ambayo haiwezi kuokoa hii roho inaolala chini? Kwa sababu walipata vipawa lakini walikosa matunda. Kwa sababu roho ya upendo hailetwi kwa sababu unanena kwa lugha. Roho ya upendo inaletwa kwa sababu umemkaribia Roho Mtakatifu sana katika urafiki na kumjenga ndani yako, kumruhusu atawale ndani yako, kumruhusu akujaze upya. Na alafu unaanza kupractice. Kuzaa matunda ni kupractice. Unaanza kujifunza kupenda watu. Unaanza kujifunza, unamwambia Roho nifunze, nisaidie, nipende watu. Alafu ukiangalia roho ya furaha, unajiuliza, hii mimi mbona ninakuwa ninamaliza kutabiri alafu ninajaa chuki ya nini? Maana yake ningali mtoto, nilipata vipawa lakini ningali mtoto. Itajulikana kwangu ya kwamba nimeanza kukomaa wakati furaha ya Bwana ndio inakuwa nguvu yangu. Haleluya! Furaha ya Bwana ndio inakuwa nguvu yangu. Haleluya! Furaha ya Bwana ndio inakuwa nguvu yangu. Haleluya! Furaha ya Bwana ndio inakuwa nguvu yangu. Alafu najiuliza, mbona nina vipawa vya Roho Mtakatifu lakini ninajaa wasiwasi kila siku? Wasiwasi katika maisha yangu, wasiwasi ya kutembea katika hivi. Wengine nikiwafanyia huduma, wao wanabarikiwa na wanaenda wanakuwa salama, lakini mimi ni mtu wa wasiwasi. Hauja practice kuzaa matunda ya imani, haujazaa matunda ya amani, haujazaa matunda ya amani, kuwa na amani katika maisha yako. Alafu kuna nyingine tunda inaitwa uvumilivu. Wengi ni watumishi wazuri lakini hawana moyo ya patience, hawana moyo ya uvumilivu. Wakikosewa wanainuka. Ule roho ambaye anawatumikishaga anaweza hata kukuvunja kwanza, alafu mtaongea baadaye. Maana yake walipata vipawa lakini hawajaanza kuzaa matunda ya uvumilivu. Bwana akupe neema zaidi ya vipawa vya Roho kujidhihirisha kwako, uwe mtu wa uvumilivu. Pia kuna hiyo tunda inaitwa utu wema ama kindness. Utajulikana aje ya kwamba wewe unazaa vipawa tu vya Roho Mtakatifu ndani yako lakini hauna utu wema? Bwana akupe neema uwe na utu wema. Bwana akupe neema uanze kuelewa ya kwamba vipawa bila utu wema havitakupeleka mbali zaidi. Kuna hiyo inaitwa fadhili. Bwana akupe neema uzae tunda ya fadhili. Kuna hiyo inaitwa uaminifu. Mtoto wa Mungu, mbona unaweza kuwa unahudumia watoto wa Mungu na pia tena unaweza omba Bwana akupe vipawa vyake, lakini je, wewe ni mwaminifu kwa Mungu aliyekupea vipawa? Ama wewe umebakia tu kutumia vipawa bila uaminifu? Omba Bwana akupe neema ya kuzaa matunda ya uaminifu. Pia kuna ile inaitwa upole. Hiyo ndio mmoja ambao wengi wetu tulikosa kabisa. Tumekuwa watu wa hasira za haraka, watu wa kujibu haraka, watu wa kuharibu haraka, watu wa kubomoa haraka, na tunasema I got holy anger. Hakuna story kama hizo ni uongo. Kuna kuja kutuambia holy anger gani ulipata? Una roho ya hasira. Omba Mungu akusaidie zaidi ya vipawa, akusaidie uanze kuzaa matunda ya upole. Uwe mpole katika unavyovifanya, uwe mpole katika kuwakaribia watu, uwe mpole katika kutumikisha vipawa vya Roho Mtakatifu ili kwamba Bwana akufikishe viwango. Kuna ile inaitwa kiasi, na kiasi ni moja ya vitu ambavyo watoto wa Mungu wengi waliopata vipawa walikosa. Kwa sababu walipata vipawa, kukosa kiasi iliwafanya wakaingia katika vituko vya maajabu, vituko vya aibu, vituko vya hovyo. Kwa sababu vipawa visipoambatana na matunda vinakuchoma wewe mwenye vipawa. Vipawa ni moto, visipoambatana na matunda ambao inakuja kuvikulu vizuri ili kwamba vifanye kazi vile inavyofaa, vipawa vinaanza kukuchoma wewe mwenye vipawa.
vipawa. Ndio unakuta mtu anakuwa wa vituko, mtu anakaa kama wazimu kiroho, mnajiuliza ni nini imemfikia? Hapana, amekosa matunda ya roho. Ndio unakuta mtu kuna tabiri kila Kenya aliona, hata vingine Mungu alikufunulia sio vya kutabiri, ni vya kuombea, lakini unaanza kuvitabiri na kuvisema kwa sababu ulikosa kiasi. Ambia Mungu akupe neema zaidi ya vipawa, matunda ya roho ijidhihirishe kwako. Nasema tena, matunda ya roho ijidhihirishe kwako. Omba Mungu akuumbie ndani yako upendo, akusaidie uanze kukomaa katika upendo. Ambia Baba akusaidie uanze kupractice furaha. Ambia Baba akusaidie uanze kupractice amani. Ambia Baba akusaidie uanze kupractice uvumilivu. Amani. Kwa nini amani? Unakuta wengi walipata vipawa na vipawa vyao vimefanya maboma za watu zimevunjika. Vipawa vyao vimefanya wakuchonganisha watu. Wao ni manabii lakini wakwenda nafanya kila mahali wanatoa unabii. Ni sharti pasiwe na amani, pawe na mvurugano na watu watawanyike. Hiyo ni hali ya kuonyesha ya kwamba watumishi wa Mungu wanaotembea na vipawa hivyo wamekosa roho ya matunda ya amani, kwa sababu tunda unaoibeba ndio utalisha watu, sio kipawa unachokibeba, lakini ni matunda yaliyo ndani yako ndio watu watakula. Ukiwa na watu na jaro ya upendo, wanaanza kureflect upendo kwa sababu wanakula matunda yaliyo ndani yako. Ukiwa na watu na jaro ya amani, hata boma zao zinaanza kupata amani kwa sababu umebeba matunda ya amani. Ukiwa na watu na unajaa roho ya uvumilivu, basi watu pia nao wanaanza kuwa na moyo ya kuendua. Ukiwa na watu na unabeba roho ya utu wema, hata wao kindness haitakuwa shida. Sio mambo na vipawa, ni mambo na matunda. Vipawa ni vizuri, lakini inahitaji vifunikwe na viongozwe na matunda ya roho. Bwana akubariki, Bwana akufanyikishe, na Bwana akuwezeshe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, ninaomba leo Mungu akupe neema kutoka leo iwe uamuzi wako. Na kama unanisikiza, fanya hiyo declaration leo ya kwamba nitasoma tena hayo maandiko yanayozungumza juu ya matunda, na nitaanza practice moja kwa moja. Wewe mwenyewe unajiangalia, ninakuwaga na upendo ama ninakuwaga najifanya? Acha kujisifu, acha kujipiga kifua ya uongo. Uliza hata watu kidogo siku moja wakwambie. Waulize, je, ninakuwaga na upendo? Watakwambia tumeshakushangaa. Wa kwanza kuwa na roho mbaya, roho kutu, roho ya kuoza kwa hii dunia ni wewe. Lakini tunachangaga tukikuona uko unanena kwa lugha. Wakati unakuwa unanena kwa lugha tunajiulizaga, hiyo roho kweli? Kama hivi ndio roho anatumiaga watu, basi hata ingia kanisani. Mimi nimeshakutana na watu wengi wananiambia, kama huyo ndio mnasema ameokoka, maana yake hakuna wokovu. Kwa nini? Kwa sababu watu hawatafuti kuona vipawa, watu wanatafuta kuona matunda. Wakikosa matunda kwako, wanavunjika moyo. Hawajali huyo Mungu wako wa miujiza, hawajali huyo Mungu wako wa vitendo vya maajabu ajabu, hawajali huyo Mungu wako. Wanatafuta Mungu atakayezirisha matunda kwako. Watu wakiona hali yako njema, wamtukuze Mungu. Biblia inasema wanapoona wema wenu wamtukuze Mungu. Haleluya, haleluya. Wanapoona wema wenu wamtukuze Mungu. Acha matunda yaanze kwa practice leo. Kama kuna mahali ambapo ulikuwa unakosa kiasi, ulikuwa unavuka mipaka, kufanya vitu ambavyo havieleweki, na bado vipawa unaona vinatumika, unasema naweza kuwa nafanya hii na ninaendelea na kazi ya Mungu. Vipawa ambavyo haviko tena connected kwa source ya Roho Mtakatifu ni vipawa ambavyo vitazimika pale mbele na vitakumaliza vibaya. Bwana akupe neema, bakia connected kwa source, ili kwamba matunda yaendelee yana cool hiyo moto ya vipawa. Utatembea katika roho. Bwana akubariki, Bwana akuhifadhi, na Bwana akutende wema. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. I welcome you again. Join us today. It is Tuesday at 6 in the evening service, so that we may be able to pray together. But one thing I request, na kitu ninachokiomba kwako kwa roho yote na kwa nguvu yote, anza ku-practice matunda ya roho step by step. Ni practical.
anza kuyaweka kwa watu walio karibu yako, anza shuhudia. Kweli tunaanza kuona upendo ndani yake, tunaona mabadiliko ndani yake. Acha mume wako, acha mke wako, acha watoto wako, acha watu wako wachukua wanasema anajifungia kwa hiyo chumbe kwa anasema nini hapo. Hiyo mnasikia kuna lialia pale, ni mtu anajaa chuki huyo, ni mtu anajaa unafiki huyo, ni mtu anajaa masengenyo huyo. Acha watu waache kukuangalia wakizarau vipawa vya Roho Mtakatifu kwa sababu matunda hayako ndani yako. Omba Bwana akupe neema uanze kupractice matunda. Watu waliojaa na Roho Mtakatifu na wakazaa matunda huwa wanaongea kwa upole na utaratibu. Wanapojibu, wanajibu kwa hekima ambazo zinadhihirisha upole, zinadhihirisha utulivu, zinadhihirisha utu wema, zinadhihirisha kiasi. Wakati wanapofanya vitu, wanavifanya kwa mpangilio ya matunda ya Roho. Bwana akupe neema asubuhi ya leo, zaidi ya vipawa ulivyo navyo, zaidi ya vipawa vilivyoachiliwa juu yako, zaidi ya vipawa unavyovitembea navyo, dhihirisha matunda. Acha watu waone tunda moja baada ya ingine zikizihirika kwa maisha yako. Kama mtumishi mahali unafanya kazi, watu hawaamini unaokoka kwa sababu ya vile mdomo yako inaangushaka maneno. Unamwagaga mpaka watu wanafikiria umetoboka mdomo kwa sababu unaongeaga vibaya sana. Mpaka watu wanasemaga ukitaka kuishi na ule usimwangalilie kwa kinywa, kinywa yake inaongeaga vibaya. Ukitaka kutembea na ule usiangalie venye anafanyaga, matendo yake haifananagi ya kimungu. Anaombaga sana lakini matunda yake hayaonekanagi kama ni ya kimungu. Kwa nini? Kwa sababu tulijenga vipawa tukasahau matunda. Bwana akupe neema leo. Ninakusihi kwa huruma zote za Mwenyezi Mungu, ninakusihi mtoto wa Mungu, acha watu walio karibu yako waone matunda. Acha wale customers wako, acha wale colleague wako wa kazi, acha mume wako ama mke wako, acha watoto wako waone matunda ya Roho Mtakatifu yakijidhihirisha kwako. Italeta wengi kwa Kristo kuliko vipawa ambavyo navibeba. Matunda itawaokoa wengi, matunda itawabadili wengi. Ukianza kuonyesha matunda ya Roho, itaokoa hata huyo mume ambaye hajaokoka, itaokoa hata huyo mke ambaye hajaokoka. Wakiona vile umebadilika na vile unahando mambo, watabadilika. Acha kuhando mambo unakuwa unasema unajua mimi nimetoka mahali fulani, tunakuwa watu wa hasira, tunakuwa watu wa vita. Hapana, ulitokaga huko lakini umeshajazwa Roho Mtakatifu. Ruhusu matunda yake yaanze kudhihirika kwako. Hiyo matunda yakidhihirika yatawaokoa wengi, yatakufanya injili yako inakuwa ya urahisi, kwa sababu watu watasema anachokisema anakiishi. Yanavyotembea, hata mkiona naomba hivyo, kwa kweli hata mkifika kwake nyumbani ndivyo anavyoishi. Anaishi matunda ya Roho, aishi mdomo. Una watu ambao ukiwaona kwa madhabahu ni tofauti na vile utawaona mtaani. Ukiwaona kwa gari zao hawawezi hata kukupatia lift, lakini ukiwakutana wanaongea kwa madhabahu unashangaa, unajiuliza wametoka wapi. Ni watu walibeba vipawa lakini hawakukuwa na matunda. Nakusihi mtoto wa Mungu, unavyoniangalia saizi, ninakusihi kwa huruma za Roho Mtakatifu, kama mjumbe wa Mungu kwa maisha yako, anza kujenga vitunda vya Roho ndani yako. Anza kujenga tunda moja baada ya ingine. Ruhusu matunda ya Roho yakujae. Ruhusu yale matunda ya Roho yaanze kububujika ndani yako. Ukiyaona yanatokezea, ujue ya kwamba utakuwa umebadili maisha ya wengi. Utakuwa umesaidia wengi kufikia mahali Bwana anataka wafikie. Na kusihi mara ya mwisho asubuhi ya leo, taka sana matunda ya Roho yajidhihirishe kwako. Bwana Mungu wangu atakuinua viwango ambavyo hakuna wezaye kukushusha, kwa sababu matunda ya Roho yanasaidia vipawa vya Roho kufanya kazi vile itakavyo. Bwana akubariki na Bwana akutendee mema. Tukutane jioni. Amen.